Serikali ya Afrika Kusini imekanusha vikali kusambazwa kwa video na picha zinazodaiwa kuonyesha mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni nchini humo, ikisema baadhi ya taarifa hizo ni za kupotosha na zimekusudiwa kuharibu taswira ya taifa hilo kimataifa. Kauli hiyo imekuja wakati wa mvutano wa kidiplomasia ukiongezeka kati ya Afrika Kusini na baadhi ya mataifa ya Afrika kufuatia madai kuwa vitendo vya chuki dhidi ya wageni vinaongezeka tena nchini humo. Serikali ya Ghana imeiandikia Umoja wa Afrika ikiitaka ijadili suala hilo kwa dharura, ikisema hali hiyo ni tishio kwa usalama na ustawi wa Waafrika wanaoishi nchini Afrika Kusini. Mataifa mengine ya Nigeria na Ivory Coast pia yameeleza wasiwasi wao na hata kutoa ofa ya kuwarejesha nyumbani raia wao wanaoishi Afrika Kusini wanaohofiwa kushambuliwa. Nchi nyingine zikiwemo Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe zimewataka raia wao waliopo Afrika Kusini kuwa waangalifu kutokana na hofu ya mashambulizi dhidi ya wageni. Shinikizo hilo limeongezeka baada ya kusambaa kwa video mbalimbali mitandaoni wiki za hivi karibuni, zikionyesha vikundi vya watu vikidaiwa kuwahoji na kuwanyanyasa watu wanaotuhumiwa kuishi nchini humo bila vibali rasmi. Katika moja ya video hizo, mwanaume anayedaiwa kuwa raia wa Ghana alisikika akiambiwa arudi akaijenge nchi yake. Akizungumza baada ya kikao cha baraza la mawaziri, waziri katika ofisi ya Rais Komduzo Nashivheni alisema baadhi ya video na picha hizo si za kweli na zimeundwa kwa lengo la kuharibu sifa ya Afrika Kusini pamoja na kudhoofisha ajenda ya Umoja wa Afrika. Katika siku za hivi karibuni, maelfu ya wananchi wa Afrika Kusini wameandamana katika miji mbalimbali wakipinga uhamiaji haramu na kutaka wageni wasiokuwa na vibali warejeshe kwao. Waandamanaji hao wanadai kuwa ongezeko la wahamiaji haramu limechangia ukosefu wa ajira, matatizo ya makazi na kuongezeka kwa uhalifu. Hata hivyo, serikali imesisitiza kuwa wananchi wana haki ya kuandamana kwa amani kuhusu changamoto zinazowakabili, lakini vurugu na mashambulizi dhidi ya wageni havitavumuliwa. Tatizo la chuki dhidi ya wageni limekuwa likiikumba Afrika Kusini kwa miaka mingi, mara nyingi likisababisha mashambulizi mabaya yanayogharimu maisha ya watu na kusababisha uharibifu wa mali. Ingawa maandamano ya sasa yameripotiwa kuwa ya amani kwa kiasi kikubwa, hofu bado inaendelea miongoni mwa wageni wanaoishi nchini humo. Katika juhudi za kupunguza mvutano huo, serikali ya Afrika Kusini imeongeza mawasiliano ya kidiplomasia na nchi mbalimbali za Afrika. Rais Cyril Ramaphosa amesema taifa hilo limeendelea kuwa nchi inayowakaribisha watu kutoka sehemu mbalimbali za bara la Afrika. Waafrika Kusini ni watu wa wazi, wenye urafiki na ukarimu, alisema rais huyo. Alisisitiza kuwa hakuna sera rasmi za kuwachukia wageni nchini humo. Kwa upande wake, Komduzo Nashivheni alikiri kuwa baadhi ya wageni wamekuwa wahanga wa matukio ya kihalifu, lakini akisema matukio hayo yanapaswa kushughulikiwa kama uhalifu wa kawaida unaotekelezwa na wahalifu binafsi, si kama kampeni ya kitaifa dhidi ya wageni.